Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni yangu matumaini yu mzima wa siha njema, mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo. Kama ilivyo ada, nikukaribisha katika kapu la habari tuweze kuyatazama yale ambayo yameshughulisha chumba cha habari kwa siku ya leo kwa upande wa habari za kitaifa na kimataifa. Mimi ni Rajab Shaaban Matuga nitakayesoma habari za hapa nyumbani, na kwa upande wa habari nje mipaka ya Tanzania tutakuwa naye Nuhu Stima hapo baadaye. Awali ya yote, mtazamaji, tuangazie mukhtasari wake. Ujenzi madaraja ya dharura mkoani Lindi yafikia 88%. Waziri Ulega aridhishwa na kasi ya utekelezaji wake. Wataalamu wa mifugo wakusanya sampuli kwa mifugo iliyochanjwa kupitia kampeni ya chanjo ya kitaifa kwa bei ya ruzuku. Katika habari za kimataifa, shirika la Oxfam la ripoti watu takribani milioni 6 wanakabiliwa na baa la njaa kali nchini Sudan. Naam, mtazamaji wa Mahasin TV, awali ya yote nikukumbushe mbali na kuyafuatilia matangazo haya kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV, lakini pia unaweza kuipata taarifa yetu ya habari kupitia akaunti ya YouTube kwa jina la Mahasin TV Official Channel. Tuanze habari za kitaifa kutoka mkoani Lindi. Waziri wa Ujenzi Abdallah Ulega amekagua na kuridhishwa hatua mbalimbali zilizofikiwa katika ujenzi wa madaraja ya dharura katika mkoa wa Lindi, ambayo utekelezaji wake umefikia 88%, hali ambayo inaleta matumaini kwa watumiaji wa barabara hiyo. Taarifa kamili kutoka mkoani Lindi inasimuliwa hapa studio na Zuberi Ngaya. Akizungumza wakati wa ukaguzi huo, Waziri Ulega amewatoa hofu wananchi kutokana na kasi ya utekelezaji wa ujenzi wa miradi hiyo na kusema kuwa kukamilika kwake itakuwa mwarobaini wa changamoto inayojirudia kila nyakati za mvua kubwa. Naomba niwahakikishie, kwanza nimhakikishie Mheshimiwa Rais Dr. Samia ya kwamba miradi ya dharura iliyo katika mkoa wa Lindi, miradi inakwenda vizuri. Tuko zaidi ya 88%. Na naomba niwahakikishie Watanzania wote watumiaji wa barabara hii na wale wasiotumia barabara hii ya kwamba mvua za masika za mwaka huu, yale tuliyokuwa tukiyapata miaka yote hapa Somanga, pale njia 4 na kule Matandu, hayatajirejea tena. Sehemu iliyobaki ya 12%, ninawahakikishia by tarehe 24 ya mwezi Desemba tutakuwa tumemaliza kila kitu. Mkuu wa wilaya Kilwa Mohamed Nyundo ameelezea ushirikiano uliopo baina ya serikali na mkandarasi, akitaja kuwa sababu iliyopelekea kasi ya utekelezaji wa madaraja hayo yatakayochochea na kuimarisha huduma za usafirishaji. Tukupongeze wewe na timu yako yote pamoja na TANROADS. Sisi tuko nao muda wote na tunapita kukagua miradi hii mara kwa mara. Tunaona progress ni nzuri, na leo kama unavyojionea mradi huu ambao tulikuwa tunadhani na tuna hofu kubwa sana kwamba masika yanayokuja tunaweza tukapata tena changamoto kama ambavyo tumepata changamoto kwa kipindi kilichopita, lakini kwa tunavyoona kazi inafanyika na tuna hakika sasa. Nilikuwa naongea na RM leo, alikuwa ananiambia hata leo mvua ikinyesha tunaweza tukapita hapa juu. Kwa hiyo sisi sasa tuko comfortable. Awali akitoa taarifa kwa Waziri Ulega, manager TANROADS mkoa wa Lindi Emily Zengo ametolea ufafanuzi juu ya utekelezaji wa mradi huo. Mheshimiwa Waziri, hapo unavyoona ni nondo ameshaweka kwa ajili ya utayari wa kuweka zege. Na hali ya utekelezaji katika mradi huu, tayari nguzo 43 ambazo zilishawekwa chini ya ardhi zenye urefu wa mita 12 zishakamilika, lakini nguzo kuu 3 ambazo ndio zinabeba sehemu ya juu hapa tulipo zimeshakamilika, lakini boliti ambazo ni za chuma ambazo ndio zinabeba hii sehemu ya magari kupita na watembea kwa miguu
zimeshakamilika. Katika ziara hiyo, Waziri Ulega amekagua maendeleo ya ujenzi wa daraja la Somanga Mtama lenye urefu wa mita 60 ambalo limefikia 89% ya ujenzi wake, daraja la Kipatwa lenye urefu wa mita 40 limefikia 86.7, daraja la Makengende lenye urefu wa mita 40 limefikia 90.06, na daraja la Njenga Mtandu lenye urefu wa mita 60 ambalo limefikia 86.67. Asante sana Zuberi Mgaya kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutoka mkoani Lindi. Tukielekea mkoani Tabora, wataalamu wa mifugo katika mikoa ya kanda ya Magharibi wameanza kukusanya sampuli za damu za mifugo iliyochanjwa chanjo ya kupitia kampeni ya chanjo ya kitaifa ya homa ya mapafu kwa bei ya ruzuku ili kupata matokeo ya chanjo hiyo kama imekuwa na tija au imeweza kuathiri wanyama. Taarifa kutoka mkoani Tabora, Saidi Kapalila anasimulia zaidi. Ni zoezi la kuchukua sampuli kwa mifugo hiyo lililofanyika katika kata ya Tongi wilayani Nzega mkoani Tabora, ambapo pia wataalamu hao wametekeleza zoezi kama hilo kwa mbuzi na kondoo kwa ajili ya maandalizi ya kuchanja chanjo ya sotoka yani PPR. Na hapa daktari wa mifugo kutoka kituo cha afya ya mifugo kanda ya Magharibi Doto Peter anaeleza utekelezaji wa mkakati huo. Sasa tunachokifanya, tunachukua sampuli za damu ili tukaweze kupima kuangalia, je, wanyama wetu tuliowachanja miili yao imeweza kudevelop kinga dhidi ya ugonjwa tuliokuwa tukichanja wa homa ya mapafu. Lengo letu ni kujua ufanisi wa chanjo yetu ili tuweze kupanga jinsi ya kuboresha na itupe ushahidi kwamba kazi tuliyoifanya inatija kiasi gani na tuendeleze kwa ajili ya kuweza kumaliza ugonjwa huu usiwepo katika mifugo yetu. Pia kwa mbuzi na kondoo nako tunachukua sampuli, ijapokuwa tukuchanja mwanzoni, lakini kwa ajili ya kuweza kupata hali ya maambukizi au usalama wa mifugo yetu kuhusiana na ugonjwa wa sotoka ya mbuzi na kondoo. Kwa hiyo pande zote mbili tunachukua sampuli sasa hivi ili kuweza kupeleka maabara tuweze kupata majibu. Zoezi letu la mwanzo la chanjo tuliyofanya ya kitaifa dhidi ya homa ya mapafu, matokeo yake yakoje? Kwa upande wake, afisa mifugo wa kituo hicho Daktari Nason Mpozi amebainisha sababu zilizorazimu serikali kuchukua maamuzi ya utekelezaji wa zoezi hilo linalofanyika kwenye kanda hii na maeneo mengine nchini. Lengo la kuchukua sampuli pia ni kutambua kwamba hakuna maambukizi ya ugonjwa ambao tumeuchanja sasa hivi, ambao tulikuwa tunachanja homa ya mapafu. Kwa hiyo kwa sasa hivi tukishachukua sampuli tatambua kwamba maambukizi yamepungua au yameisha kabisa. Hii pia na yenyewe itawasaidia kwa sababu tukishapeleka maabara majibu pia tunarudishia kwamba mifugo yako tuliochukua sampuli ilikuwa ni namba ngapi. Kwa hiyo tunampa majibu kwamba mifugo yako iko vizuri kwa ajili ya endelee ufugaji wake vizuri kwa ajili ya kupata mazao mazuri kabisa. Baadhi ya wafugaji ambao mifugo yao imechukuliwa sampuli hizo wanaeleza matumaini yao juu ya zoezi hilo kwa mifugo yao. Nategemewa kwa hii chanjo itatusaidia kwa usalama wa ng'ombe kwa ajili ya magonjwa. Na ninashukuru mpaka sasa ng'ombe wangu kwa chanjo hii wengine wameshapona, wengine bado. Ila nawashukuru, na zoezi la leo hii kazi imefanyika vizuri pamoja na madokta wangu hapa. Wataalamu watuwezeshe hivi kila mwezi watutembelee. Tuje tuone utofauti wa sampuli ambazo zinaanza kuchunguzwa zaidi. Kutoka Tabora, Saidi Kapalila, Mahasin TV. Asante sana Saidi Kapalila kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutoka mkoani Tabora. Mtazamaji, kwingineko tukiendelea kuzitazama habari za kitaifa kutoka jijini Dar es Salaam, mama wa mtoto Saumu Shabani Mchorwa Bi Sauda Suleiman ameendelea kuwashukuru wadau mbalimbali wanaoendelea kumsaidia mtoto huyo ambaye anapitia changamoto mbalimbali kutokana na ulemavu alionao tangu kuzaliwa kwake miaka 13 iliyopita. Taarifa yake Bi Aisha Mpatila kutoka jijini Dar es Salaam inasimuliwa hapa studio. Katikati ya mwezi Oktoba mwaka huu 2025, taasisi ya Aisha Sururu jijini Dar es Salaam kupitia kamati yake ya jamii na maafa ilimkabidhi kitimwendo mtoto Saumu Shabani Mchorwa ili kupunguza adha na changamoto mbalimbali anazopitia. Mbali na msaada huo, ASF ilitoa wito kwa jamii kuendelea kumsaidia binti huyo mahitaji mbalimbali. Na hapa tumepokea kiasi cha fedha sio chini ya 114,000 kwa ajili ya kumpatia mtoto wetu Saumu Shabani. Hivyo tunawashukuru wale wote ambao wametoa sadaka zao.
Mwenyezi Mungu awaongeze, na wale ambao pia wataguswa waendelee kutoa sadaka zao, kwa sababu bado mtoto anaendelea na matibabu Muhimbili, na vile dawa pamoja na chakula. Na kila ambaye atakayeguswa, huyu mtoto ana mahitaji mengi. Hata hivyo tunavyozungumza leo hii anatoka Muhimbili kwenye matibabu. Atakayeguswa na jambo hili atume kwenye namba ya simu 0752 57 82 43. Jina litatoka Aisha Sururu Foundation. Mama wa mtoto huyo Bi Sauda Selemani, mkazi wa mtaa Mustafa, kata ya Pugu Chanika, jijini Dar es Salaam, ameendelea kuwashukuru wadau wote wanaoendelea kumshika mkono. Napenda kushukuru ndugu zangu kwa mchango huu nilioupata. Nashukuru taasisi na walionichangia. Mwenyezi Mungu awajalie. Ombi lake kwa wahisani na wadau mbalimbali ikiwemo serikali kuendelea kumshika mkono ili aweze kumudu gharama za matibabu pamoja na kukabiliana na ukuta wa maisha. Changamoto yake ana usonji, utindio wa ubongo. Kwa hiyo umemwafeti, maradhi yanajitokeza ni mengi. Kwa hiyo na baadhi ya lishe, bado ana matibabu, bado na changamoto ni nyingi. Nadhani hata nyingine nilishaiongelea nyuma, kama baba mwenyewe ni mbovu. Kwa hiyo lengo na dhumuni nipate mambo ya lishe, alafu nipate msingi ili nipate nauli za kuwapeleka wagonjwa wangu hospitali. Unaweza kumshika mkono Bi Sauda Selemani kwa kutuma mchango wako kupitia nambari 0752578243 kwa jina la Aisha Sururu Foundation. Naam, mtazamaji, kwa taarifa yake Aisha Mpatila kama ambavyo imesimuliwa kutoka hapa studio na Zuberi Mgaya, inatupa fursa kwa mara nyingine tena kurejea mkoani Lindi na sasa ni wilayani Ruangwa. Wahudumu wa afya ngazi ya jamii CHW 151 kutoka katika kata 5 za halmashauri ya wilaya ya Ruangwa mkoani Lindi wamekabidhiwa vishikwambi na kupatiwa mafunzo ya tehama ili kuongeza ufanisi wa utoaji wa huduma ya afya ngazi ya jamii. Ugawaji wa vishikwambi pamoja na utoaji wa mafunzo uliofanyika kwa siku 2 katika bwalo la shule ya wasichana Ruangwa yanalenga kuboresha ukusanyaji na uwasilishaji wa taarifa za afya, kuimarisha uwezo wa ufuatiliaji wa huduma, uwajibikaji na kuongeza kasi ya maamuzi ya kitabibu katika ngazi ya jamii. Kubwa ni kuwafundisha mfumo wa kielektroniki wa afya jamii au UCS ambao wenyewe unakusanya taarifa sahihi. Kwa hiyo baada ya watu huduma ajili ya kukusanya taarifa wanatumia njia ya elektroniki kwa maana ya vishikwambi, ambavyo tunaishukuru serikali kwa kutuwezesha kupitia mdau wetu wa Benjamin Mkapa, ambapo leo pia tunaenda kuwagawia kwa ajili ya kuanza kukusanya hizo taarifa. Kwa upande wao, wahudumu wa afya ngazi ya jamii, mbali na kusifu juhudi za serikali katika kuboresha huduma kwa wananchi, wameiomba serikali kuangalia namna ya kuboresha maslahi yao. Serikali ifanye jambo kubwa kuibua pamoja na wataalamu kuleta mpango kwa kuangalia kwa mapana swala zima la afya, kwamba kwa mpango huu watu wa wilaya ya Ruangwa kwa kutoa huduma ngazi ya jamii kwa upande wa kitongoji imewasaidia sana kuibua vyanzo vya matatizo chini kabisa. Na hivyo basi tunapopata matatizo chini kabisa na tunawapa referral kufaa kwenda kituo cha karibu cha kutolea huduma ya afya. Tunachoshauri serikali, vifaa tumevipata, kazi tunaifanya, ila tulikuwa na ombi. Hizi posho tunazozipata ziko chini sana ya kiwango kutokana na kazi ambazo tunazifanya. Tunaomba serikali ituangalie katika jicho la pili, tuingizwe katika mfumo wa serikali, tuache kwenye mfumo wa posho. Naam, mtazamaji, kwa taarifa hiyo kunatupa fursa ya kutoka Tanzania bara na kuvuka maji hadi visiwa vya marashi ya karafuu na uchumi wa buluu, tukiweka kambi kisiwani Unguja. Taasisi zinazohusika na kuzuia na kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu zimetakiwa kutumia ubunifu na kubaini vyanzo vya uhalifu huo ili kukomesha vitendo hivyo ambavyo vimekuwa vikiathiri zaidi wanawake na watoto. Taarifa kutoka kisiwani Unguja inasimuliwa na Hilal Sefuriami kutoka hapa studio. Wadau wa serikali wamekutana katika kikao ili kuimarisha ushirikiano katika kuzuia na kupambana na uhalifu wa usafirishaji haramu wa binadamu Zanzibar,
ambapo mkurugenzi uratibu shughuli za serikali ofisi ya makamu wa pili wa rais Bi Siajabu Suleiman Pandu anaona ipo haja ya wadau hao kuweka muundo wa utendaji kazi kuepuka kuingiliana katika majukumu. Tutengenezeni structure, tutengenezeni roadmap kwamba tatizo hili likitokezea, na hapo tutakuwa tuna kumbukumbu nzuri na tutafanya kazi vizuri. Kitu muhimu, masuala haya kwa kweli yana sababu zake nyingi. Tuwe wabunifu katika kuibua sababu, sio zilizozoeleka tu. Wahalifu wanatafuta mbinu mbalimbali za kufanya uhalifu. Kwa hiyo tuibue sababu na tuhakikishe kwamba tunatafuta mechanism ya kuzuia hivyo visababishi. Afisa mwandamizi sekretarieti ya kuzuia na kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu Rafii Saidi Mnete amesema sekretarieti imejipanga kuchukua hatua mbalimbali kukabiliana na matukio ya usafirishaji haramu wa binadamu. Jambo hili la usafirishaji haramu wa binadamu ni jambo mtambuka. Duniani kote jambo hili sasa linaleta usumbufu, na ndio maana serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia bunge lake tukufu ilitunga sheria namba 6 ya mwaka 2008 ambayo inaelezea na kuunda chombo hichi cha Secretariat ya kuzuia na kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu. Ndio maana unaona kikao kazi hichi cha leo tumewalika wenzetu wa jeshi la polisi, tumewalika watu wa migration, watu wa ustawi wa jamii, lakini pia kama unavyojua uchumi wetu Zanzibar unategemea sana utalii. Tumealika kamisheni ya utalii na watu wa Wizara ya Kazi ili kuwaeleza wao sheria mwatambuaje katika harakati hizi za kukabiliana na usafirishaji haramu wa binadamu. Lengo la kuzikutanisha taasisi hizo katika kikao kilichofanyika Mwembe Madema, mkoa wa Mjini Magharibi, ni kukuza ushirikiano katika kuzuia na kukabiliana na usafirishaji haramu wa binadamu. Matarajio yetu hasa ni kujenga mashirikiano mazuri, lakini pia tutakuwa na kutimiza maazimio ambayo tutayapanga, tutajipangia sisi wenyewe, kwa sababu hichi ni kikao kazi na kitakuwa ni kikao endelevu. Hivyo kila taasisi itapangiwa inajua jukumu lake kwa mujibu wa sheria yetu ya namba 6 ya 2008. Imeelezea majukumu ya kila taasisi ambazo zinashughulikia masuala ya kuzuia na kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu. Kwa hiyo lengo letu kuu ni kujenga mashirikiano mazuri ili kuweza kupata taarifa na kuweza kushirikiana kwa hali na mali ambapo kutatokea masuala haya. Asante sana Hilal Sefuriami kwa masimulizi ya taarifa hiyo. Mtazamaji, tukiendelea kuweka kambi kisiwani Unguja, Wizara ya Afya Zanzibar imejizatiti kuhakikisha kwamba inamaliza kabisa maambukizi ya maradhi ya malaria visiwani humo ifikapo mwaka 2030 ili kupunguza vifo vitokanavyo na ugonjwa huo, hasa kwa mama wajawazito na watoto, kwa kushirikiana na wadau mbalimbali na jamii katika kukamilisha mkakati huo. Taarifa kutoka kisiwani Unguja inasimuliwa na Nuhu Stima kutoka hapa studio. Katika kufanikisha azma hiyo, wadau wa afya kisiwani Zanzibar wanakutana katika kikao cha siku 2 kilichoandaliwa na kitengo cha kumaliza malaria kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo. Mkurugenzi wa idara ya afya Zanzibar, Dr. Salim Slim, amesema mradi wa kumaliza malaria nchini umeendelea kuleta mafanikio makubwa katika kupunguza maambukizi na athari za ugonjwa huo. Kwa kweli mjadala wetu wa hapa kuna mjadili jinsi gani ya kumaliza au kutokomeza malaria Zanzibar, kwa sababu tumejaribu kwa kiasi kikubwa sana kufika tulipofika, na sasa tunataka kuweka mikakati ya kuhakikishia kwamba Zanzibar kuna zero case malaria. Tuna kila sababu ya kutokomeza malaria kwa sababu kwa kiasi kikubwa sana nchi zote za Afrika 25% ya vifo vya mama na mtoto vinasababishwa na malaria kwa njia moja ya maambukizo, lakini kwa njia nyingine ya kusababisha ongezeko la anemia. Mkurugenzi wa mradi wa kumaliza malaria Zanzibar, Meza, Richard Selumbe, amesema mradi huo unaotekelezwa kwa ufadhili wa shirika la Gates na wadau wengine unaendelea kushirikisha sekta mbalimbali ili kuharakisha juhudi za kutokomeza malaria visiwani Zanzibar. Mradi huu umeanza mwaka 2024 na una lengo la kuharakisha kumaliza kwa ugonjwa wa malaria, hasa kwa kujikita kufanya ugatuzi wa majukumu yaliyokuwa yanafanywa na programu ya kumaliza malaria na hasa kuyapeleka sasa kwenye wilaya. Na vile vile programu hii projekti hii na kusudia kuweza kuwahusisha wadau mbalimbali wa kisekta kama utalii, maji, mifugo waweze kushirikiana na Wizara ya Afya
katika kuondoa malaria. Serikali kupitia programu hiyo ya kupambana na malaria imegawa vyandarua zaidi ya 900,000 kwa wananchi wa Unguja na Pemba kwa mwaka wa jana 2024, zoezi lililolenga kaya za kawaida pamoja na makundi maalum. Lakini vile vile tumekuwa tukiendelea na ugawaji wa vyandarua kwa kina mama wajawazito na watoto wadogo chini ya miaka 5. Zoezi hili lenyewe ni endelevu, na kina mama wanapoenda katika vituo vya afya kwa ajili ya kupima afya zao, kwa kina mama wajawazito wanapata hii huduma. Lakini katika udhibiti wa mbu vile vile tumepata mafanikio makubwa kwa kuweza kutia dawa katika madimbwi yanayozalisha viruirui wa mbu wanaoeneza malaria, ambapo tumekuwa tukitia dawa katika madimbwi mbalimbali na pia kuelimisha jamii juu ya utunzaji maji majumbani. Naam, mtazamaji, kwa taarifa hiyo kutoka kisiwani Unguja kama ambavyo imesimuliwa kutoka hapa studio na Nuhu Stima, ndio tamati ya Kapu la Habari kwa habari za kitaifa. Napoza kwa sekunde chache punde nitarejea tena hapa na kuweza kumwalika Nuhu Stima ambaye atarejea na habari za kimataifa. Endelea kuitazama Mahasin TV, pata kujua wema wa Islam. Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kuwa nami ndani ya Kapu la Habari, na shukrani sana kwa kuendelea kuichagua Mahasin TV, pata kujua wema wa Islam. Na sasa mtazamaji, ni wakati wake Nuhu Stima kwa upande wa habari za kimataifa. Mtazamaji wa Mahasin TV, karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Shirika la Oxfam limetangaza kuwa takriban watu milioni 6 wanakabiliwa na bala njaa kali nchini Sudan, idadi ambayo ni sawa na nusu ya raia wote nchini humo. Kwa mujibu wa shirika hilo, watu wa Sudan Kusini wanakabiliwa pia na huduma duni ya maji safi, na kuelezwa kuwa idadi ya watu wanaokabiliwa na njaa kali inatarajiwa kupanda hadi kufikia milioni 7.5 ifikapo mwezi Aprili mwakani. Oxfam imesema hadi sasa asilimia 40 pekee ya dola bilioni 1.6 za mpango wa msaada kwa taifa hilo changa zaidi barani Afrika ndio ambayo imeshatolewa, ambapo upungufu huo unatokana na mataifa ya magharibi kupunguza bajeti zao za misaada. Sudan Kusini ilikumbwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe kwa kipindi cha miaka 5, hali iliyosababisha zaidi ya raia milioni 2 kuyahama makazi yao, ambapo nchi hiyo licha ya hali ngumu inawahifadhi maelfu ya wakimbizi kutoka taifa jirani la Sudan linalokabiliwa na vita. Mivutano na hali ya wasiwasi imekuwa ikiongezeka kati ya pande mbili za Rais Salva Kiir na Machar, na ikashtadi mnamo mwezi Februari mwaka huu 2025 wakati kundi liitwalo Jeshi Jeupe ambalo ni tiifu kwa Machar lilipovamia kambi ya jeshi jimboni Upper Nile na kushambulia pia helikopta ya Umoja wa Mataifa. Kwingineko, Wizara ya Usimamiaji wa masuala ya dharura ya Rwanda imeeleza kuwa wakimbizi 155 wa Burundi ambao wengi wao walikuwa wamekimbilia Rwanda mwaka 2015 kutokana na machafuko ya kisiasa nchini mwao wamerudishwa kwa hiari nchini Burundi. Kundi hilo limejumuisha watu 107 kutoka kambi ya wakimbizi ya Mahama katika wilaya Kihere mashariki mwa Rwanda, na wengine 8 ni kutoka Kigali, mji mkuu wa Rwanda. Gonzagu Garagile, meneja wa ratiba ya wakimbizi katika wizara hiyo ya Rwanda, amethibitisha habari hiyo na kuongeza kuwa wakimbizi hao wamekabidhiwa kwa mamlaka ya Burundi katika mpaka wa Rwanda na Burundi huko Nemba. Garagile amewaambia waandishi wa habari kwamba kurejea wakimbizi hao ni kwa hiari, na wakati wowote watakapoamua kurudi nchini kwao, basi jukumu la serikali ya Rwanda litakuwa ni kuwezesha kurudi salama nyumbani kwao. Wizara hiyo pia imesema kwa sasa Rwanda ina wakimbizi 50
42,862, wa Burundi wakiwemo 42,421 katika kambi ya Mahama na wengine katika maeneo ya mijini. Tukitamatisha kwa upande wa habari za kimataifa, Marekani imeingiwa na kiwewe kikubwa cha kudukuliwa kombora lake la GBU 39B lililopatikana nchini Lebanon na kuziruhusu nchi zisizo rafiki kwake hasa Iran na Urusi kupata teknolojia iliyotumika kwenye kombora hilo la kisasa na kuwa hatari kwa Marekani na utawala wa Kizayuni. Kwa mujibu wa shirika moja la habari, baadhi ya duru za habari zimeripoti kwamba Marekani imeiomba serikali ya Lebanon kuirushia kombora la GBU 39B lililotumika kufanya jinai mjini Beirut, lakini halikulipuka. Vyombo vya habari vya Israel vimeripoti kuwa Washington ina wasiwasi mkubwa kwamba teknolojia ya kombora hilo la kisasa jepesi linaloongozwa kwa usahihi wa hali ya juu litakuwa mikononi mwa pande zisizo rafiki kwa Marekani, hasa Irani na Urusi, na imeiomba serikali ya Lebanon kulirejesha kombora hilo kwa Marekani licha ya kwamba lilivurumishwa nchini Lebanon kwa ajili ya kufanya jinai na mauaji dhidi ya raia wa nchi hiyo. Chanzo kimoja cha kijeshi cha Lebanon kimethibitisha kutolewa ombi hilo na Marekani na kuongeza kuwa ombi la Marekani limetumwa kwa jeshi la Lebanon, ambapo Marekani imejipa uthubutu wa kutaka kurejeshewa kombora lake ambalo imelitumia kiuadui kwa ajili ya kuua raia wa Lebanon, huku hali hiyo imeleta mshangao, hatua ambayo afisa wa kijeshi wa Lebanon amesema kuwa utaratibu wa kurejeshewa kombora hilo na jinsi litakavyofikishwa mikononi mwa Marekani ni mambo ambayo bado hayajakamilika. Nuhu Stima, Mahasin TV. Asante sana Nuhu Stima kwa wale ambao umetuandalia na kutusimulia kwa upande wa habari nje ya mipaka ya Tanzania. Mtazamaji, kabla sijaweza kuweka utuo na kuhitimisha kapu la habari kwa siku ya leo, tuangazie mukhtasari miongoni mwa yale tuliyokuwa nayo leo hii. Ujenzi madaraja ya dharura mkoani Lindi yafikia 88%. Waziri Ulega aridhishwa na kasi ya utekelezaji wake. Wataalamu wa mifugo wakusanya sampuli kwa mifugo iliyochanjwa kupitia kampeni ya chanjo ya kitaifa kwa bei ya ruzuku. Katika habari za kimataifa, shirika la Oxfam la ripoti watu takribani milioni 6 wanakabiliwa na baa la njaa kali nchini Sudan. Naam, mtazamaji wa Mahasin TV, kwa nukta hiyo ndio tamati ya kapu la habari kwa siku ya leo. Kwa taarifa yetu nyingine ya habari usikose kuungana nasi hapo kesho insha Allah, muda na wakati kama huu. Kwa niaba wale wote tulioshirikiana pamoja, mimi ni Rajab Shaban Matuga na kuacha na utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kama ambavyo unaletwa kwenu na mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asanteni na kwaherini kwa sasa. Ni siku nyingine tena mpenzi mtazamaji, nikukaribishe katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Jina langu ni Ramadhani Omari kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Na kwa kwanza tuangalie hali ya hewa kwa usiku huu, ambapo tunatarajia maeneo mengi kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Lakini mifumo upepo inaonyesha upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya Bahari ya Hindi. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Kwa maeneo ya Ziwa Victoria, Tanganyika, Rukwa pamoja na Ziwa Nyasa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Lakini pia kwa siku ya kesho, matarajio ni kwamba maeneo machache ya mkoa wa Kagera yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi pamoja na vipindi vya jua. Kwa maeneo ya pwani yetu ya kaskazini kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo ya mkoa wa Mtwara yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo mengine nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na sasa tupate utabiri wa siku nne zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Dodoma pia tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Mwanza tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Mkoa wa Kilimanjaro tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Mbeya tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na mkoa wa Morogoro tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na kwa mkoa wa Arusha pia tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na mpaka kufikia hapo, kutoka Mamlaka ya Hewa tuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage kwa heri.
Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.